Akionyesha utayari kamili wa majeshi ya Irani kukabiliana na tisho lolote, kamanda wa majeshi ya ardhini ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran alisisitiza kwamba adui lazima akabiliane na shambulio la ardhini kwenye mipaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Brigedia Jenerali Ali Jahashai, kamanda wa majeshi ya ardhini ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alirejea maendeleo baada ya vita vya hivi karibuni. Katika mahojiano ya runinga, alisema kwamba kwa kutumia elimu iliyopatikana kutokana na vita vilivyoanzishwa, hasa vita vya siku 12 na kupitia mpango wa kimkakati wa marehemu Jenerali Mossavi, mbinu ya majeshi ilibadilika kutoka ya kujihami hadi kushambulia. Aliongeza kwamba tangu siku za mwanzo baada ya vita vya siku 12, mikutano mbalimbali ya upelelezi na operesheni ilifanyika na wakuu wa majeshi na mipango operesheni ilirekebishwa. Kuhusu dhamira ya majeshi ya ardhini ya kulinda mipaka, Jenerali Jahashai alisema vitengo viliwekwa katika maeneo hatari na silaha na vifaa muhimu. Aliendelea, kabla ya vita vya tatu vilivyoanzishwa, polisi ni muhimu kuimarisha majeshi yetu ya mipakani chini ya uangalizi wa moja kwa moja wa ndege zisizo na rubani za adui. Vitengo vingi vya kijeshi viliwekwa kwenye mipaka ya nchi: brigedi za mapigano, msaada wa mapigano, majeshi maalum, vitengo vya makombora, vikundi vya ndege zisizo na rubani na vikundi vya uhandisi viliwekwa katika mipaka yote, ikiwemo kaskazini magharibi, kusini magharibi, mashariki kusini na mashariki, na hata pwani ya Makran. Kamanda aliweka mkazo kwamba kwa neema ya Mungu adui alikatishwa tamaa katika mashambulizi ya ardhini. Walipoona utawala wa majeshi na uimarishaji wa mipaka, waliacha wazo la kutumia makundi ya kigaidi ya takfiri kama askari wa miguu katika vita vya ardhini. Jenerali Jahashai: adui lazima achukue wazo la shambulio la ardhini kwenye mipaka ya Irani kama kaburini, lazima libaki tu katika akili zao, hatutawaruhusu hata kukaribia mpaka. Akionyesha uwezo wa ufuatiliaji wa majeshi ya ardhini, alibainisha kuwa upelelezi kwenye mipaka, tunaangalia adui ndani na hadi takriban kilomita 100 zaidi ya mipakani. Tunaangalia makao makuu ya adui, ikiwa watafanya hatua ndogo tu, tutakabiliana nao kwa kutumia makombora ya majeshi ya ardhini, jeshi la anga na mizinga na ndege zisizo na rubani. Kamanda alithibitisha utayari kamili wa vitengo vyote. Tuko tayari kwa vita. Wafanyakazi wa majeshi ya ardhini wapo kwenye mipaka kwa ujasiri, wamekuwa mbali na familia zao kwa zaidi ya siku 40, lakini bado wako tayari. Alisema, tungefurahi kama Amerika ya jinai au majeshi yake ya kibaraka katika eneo hilo yangekaribia mipaka yetu. Tunaahidi na kujitolea kwa watu wa Irani kwamba majeshi yetu, watoto wetu katika jeshi na majeshi ya ardhini wako tayari kutetea mipaka ya nchi. Yeyote atakayekaribia, kwamba mipaka ya Irani itageuka kuwa kaburi lao. Jenerali Jahashai alizungumzia operesheni za ndege zisizo na rubani za jeshi, akibainisha mabadiliko. Alisema jeshi ya ardhini alichukua jukumu kubwa la kuzindua idadi kubwa zaidi ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya utawala wa Kizayuni na kambi za Marekani katika ukanda huo. Aliongeza kwamba operesheni hizo zilikuwa na ufanisi mkubwa kuhusu makazi ya wafanyakazi wa Marekani katika ukanda wa eneo hilo. Maeneo ya vifaa vyao, viwanja vya ndege pamoja na viwanda vyao vililengwa. Ndege zisizo na rubani zilichukua jukumu muhimu katika kushughulikia mifumo ya ulinzi wa anga ya adui na kuruhusu makombora kuwa na athari kubwa zaidi. Makombora yaliyopigwa na vitengo vya majeshi ya ardhini kwenye kambi za Marekani katika eneo hilo yalikuwa na ufanisi mkubwa. Tulitabiri kupiga kambi za adui na tulifanya hivyo, kamanda huyo alisema. Kamanda huyo alirejea tukio muhimu na Aprili 5 katika mkoa wa kusini wa Isfahan. Alisema mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa hai katika zaidi ya maeneo 700 mara tu upelelezi wa jeshi ulipotangaza operesheni zinakuja. Wafanyakazi katika chuo cha ulinzi wa anga cha Shahin Shai Isfahan walijipanga kwa hiari. Operesheni hiyo iliongozwa na marehemu Brigedia Jenerali Mossavi Zare, kamanda wa chuo cha ulinzi wa anga cha jeshi. Jahashai alimtaja kama mmoja wa wataalamu bora wa ulinzi wa anga ambaye aliwafundisha mamia. Wakati tahadhari ilipotolewa, shirika la ulinzi lililala katika mtego kando ya njia ya ndege ya adui. Hatua ya kwanza yenye ufanisi ilichukuliwa na kamanda Mossad mwenyewe. Kama mtaalamu, alijua hasa lini, wapi na kwa mbali gani kupiga makombora. Makombora hayo yenye ufanisi yalilazimisha adui ambaye alikuwa na dhamira maalum kurudi nyuma. Aliongeza kuwa operesheni hii ililazimisha adui kukubali kushindwa na upatano wa kusitisha mapigano. Wafanyakazi wetu waliingia katika njia hii kwa hiari na roho ya kishahidi. Katika operesheni moja ya ndege zisizo na rubani, walijua wangeuawa, lakini walisimama imara kama maafisa waliojitolea na waaminifu.